Takwimu ni nguzo muhimu katika kupanga na kusimamia maendeleo ya jamii. Kwa ufafanuzi mpana, takwimu ni mkusanyiko wa taarifa sahihi zinazokusanywa, kupangwa na kuchambuliwa ili kufichua ukweli, kueleza mwenendo na kusaidia kufanya maamuzi yenye msingi thabiti. Bila takwimu, serikali na taasisi mbalimbali zingeongozwa kwa kubahatisha, jambo ambalo lingeathiri ustawi wa wananchi na mipango ya maendeleo. Barani Afrika, kila ifikapo tarehe 18 Novemba kila mwaka huadhimishwa siku ya takwimu Afrika. Maadhimisho haya yalianzishwa kwa lengo la kuongeza uelewa wa jamii kuhusu nafasi ya takwimu katika maendeleo na kuhamasisha matumizi ya taarifa sahihi katika kupanga sera, kufuatilia utekelezaji wa mipango na kupima matokeo ya maendeleo. Kila ifikapo Novemba 18, basi Afrika inaadhimisha siku ya takwimu. Na kwa hapa Zanzibar, basi siku hii imeadhimishwa katika ukumbi wa Sheikh Idrisa Abdul Wakil Kikwajuni, na mgeni rasmi katika maadhimisho haya ni Naibu Waziri wa Fedha na Mipango, Mheshimiwa Hamadi Omari Bakari. Na kauli mbiu katika siku hii inasema kutumia ubunifu katika taarifa na takwimu katika kukuza jamii yenye haki, amani, jumuishi na ustawi kwa Waafrika. Siku ya takwimu Afrika ni tukio ambalo huadhimishwa kwa lengo kuu la kubadilishana mawazo pamoja na kuongeza ufahamu wa takwimu rasmi, uzalishaji, usambazaji, ufikiaji na utumiaji wake kwa ajili ya kufanya maamuzi na kuripoti kulingana na ushahidi sahihi wa kitakwimu ili kuweza kuchagiza maendeleo ya kijamii na kiuchumi katika bara zima la Afrika. Mwaka 2025 maadhimisho yatafanyika chini ya kauli mbiu kutumia ubunifu katika taarifa na takwimu ili kukuza jamii yenye haki, amani, umoja na ustawi wa Afrika, ambayo inaongozwa na kauli mbiu ya Umoja wa Afrika ya mwaka 2025. Kiukweli ni kwamba takwimu hutufahamisha ukweli ulivyo na kufichua taarifa muhimu ambazo zinaweza kutumika katika kustawisha maisha ya mtu mmoja mmoja, jamii na serikali kwa ujumla wake. Kila mwaka siku ya takwimu Afrika huadhimishwa kwa kauli mbiu maalum inayohusiana na ajenda za maendeleo la barani Afrika. Kauli mbiu hiyo hutolewa kwa mashirikiano katika Tume ya Umoja wa Afrika, Tume ya Uchumi ya Afrika pamoja na Benki ya Maendeleo ya Afrika, yani AfDB. Katika siku hii, sekta mbalimbali hushirikishwa zikiwemo taasisi za serikali, mashirika ya kimataifa, vyuo, asasi za kiraia na wadau wa teknolojia. Mijadala hufanyika ili kubadilishana uzoefu, kuonyesha mafanikio na changamoto katika ukusanyaji wa matumizi ya takwimu, pamoja na kuelimisha jamii namna taarifa sahihi zinavyoweza kuchochea maendeleo endelevu. Kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu inasema kutumia ubunifu katika taarifa na takwimu kukuza jamii yenye haki, amani, jumuishi na ustawi kwa Afrika. Jumla ya ajali 31 zimeripotiwa mwezi wa Septemba 2025. Mfumuko wa bei kwa kipindi cha miezi 12 hadi kufikia Oktoba 2025 umepungua na kufikia 3.38. Takwimu si namba tu, ni msingi wa kupanga maisha ya jamii, kutoka katika afya na elimu hadi kwenye biashara, miundombinu na uchumi wa taifa. Takwimu ndizo zinazoongoza safari ya maendeleo. Tukikosa amani, amani ni jambo kubwa jamani. Amani ni kitu muhimu. Amani, 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 amani. Unapoikosa amani, sana tunateseka wanawake na watoto. Mkubwa hamjui mdogo, mdogo hamjui mkubwa. Watu wanakwenda mbio, humjui mtu anakwenda wapi. Watu wanakimbizana tu, hujui wanaelekea wapi. Tunakufa kina mama na watoto. Inakuwa mtihani kwa kweli. Nasema hakuna litalokuwa amani. Amani ikitoweka haiji kwa kununua, itapindukia miaka. Hakuna litalokuwa amani. Amani ikitoweka. Wito wangu, naomba Tanzania wote tusivunje amani yetu,
tukae kwa salama, uchaguzi ndio umeshakwisha. Kwa hiyo tutizame maisha mbele. Watu wanasema kuna maisha baada ya uchaguzi. Ndio maisha yenyewe ndio haya. Kwa hiyo kila mmoja atizame maisha yake. Amani ni muhimu sana. Kama msanii, mimi kazi zangu kiukweli kabisa natumia, kuna picha hapa nazozitumia za hospitali hizi hapa ni message, na message hii ni muhimu sana katika vile vitu ambavyo mimi naviamini. Sasa amani, kama hakuna amani, nafikiri kwamba hata madaktari katika kazi zao, sifikiri kama utazifanya kazi zao vizuri, na badala yake kazi zisipofanyika mle hospitali, watu watakwenda kufa, wataenda kupoteza maisha yao. Hivyo basi amani ni muhimu sana kwa upande wangu, na ndio maana nikaonyesha hiyo picha ambayo mimi ndio nachora. Mara nyingi tunachora picha za namna hiyo, kwa mfano kama watu wengine, mimi nachora picha za hospitali kama zile, lakini watu wengine wanachora picha za wanyama, na wanyama mara nyingi wengi wao hawapendi vurugu, wanapenda amani, hasa tembo, vifaru pamoja na nyumbu wanapenda amani. Kwa hiyo pasipo na amani utakuta wanahama. Kwa mfano kama pale kule Mara, kule Mto Mara, wanavuka kipindi fulani, kama wanakuwa wanashambuliwa sana wanyama huko, wanavuka wanakwenda kule, na baada ya muda wanarudi hapa. Kwa hiyo amani ni muhimu sana. Lakini pia hawa wenzangu, pia wachoraji wenzangu, wanachora picha za namna hiyo na wanahamasisha amani, yani wanatumia brush yao kuchora picha zile ambazo zinahamasisha amani. Sanaa hii inaeleza mambo mengi. Inategemea na jinsi gani mchoro utakavyochora, ukielekea kwenye amani upo, kwenye upendo, yote inaonyesha. Na sisi tunachora hizi sanaa za wanyama, Masai, majumba ya mji mkongwe tunayachora. Lakini kwa mimi jinsi gani inaonyesha kwamba tunaenda na amani kutokana na uchoraji wetu, ni wanyama hawawezi kukaa sehemu yenye vita. Tunaona sehemu nyingi sana zina vita, hazina amani. Kwa hiyo na sisi tunapochora wanyama, kwa mfano kama tembo, ni wanyama ambao wanapenda amani. Umeona? Ikiwa na wanyama wengine, umeona, wanapenda amani vile. Kwa hiyo ndio maana tunawachora hawa wanyama, ili waonyeshe kwamba katika nchi yetu sisi au maeneo ya sisi huku Afrika kuna amani ipo, kuna utulivu. Maadhimisho ya siku ya takwimu Afrika hukumbusha wajibu wa kuzalisha, kuhifadhi na kutumia taarifa sahihi ili kuleta maendeleo yenye tija kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Angel Paul, ASAM Online TV.